Chama cha CCM chavunjwa baada ya genge la wasenge na wauaji kuibuliwa ndani ya chama hicho. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Taasisi za haki za binadamu, wanazuoni wa masuala ya demokrasia na baadhi ya wanaharakati wa kimataifa zilikuwa zikiendelea leo na mjadala wa wasiwasi kuhusu jukumu la Chama cha Mapinduzi, chama tawala cha Tanzania, katika mashirika ya utawala wa nchi. Wadau hao wanasema kwa ushahidi wa kudai kwamba chama hicho kimetumia nguvu katika kuzuia haki za kiraia, kulishinikiza taifa kwa vitisho vya ukandamizaji na kusababisha ukosefu wa uwajibikaji unaolingana na vitendo vya udhalilishaji wa haki za binadamu. Madai ambayo yanapingwa sana sasa na serikali ya Tanzania na washirika wake. Hakuna taasisi ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa au Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ama ukipenda ICC iliyoidhinisha kwa mujibu wa sheria kwamba CCM ni shirika la kigaidi au inapaswa kufungiwa kimataifa kama chama cha uhalifu. Ushahidi wa pamoja unahusisha ripoti za ukandamizaji wa upinzani na mashinikizo ya kisiasa, lakini si kutambuliwa rasmi kama uhalifu wa kigaidi, na ni swala ambalo linahitaji viwango vya juu vya ushahidi chini ya sheria za kitaifa na za kimataifa. CCM imekuwa chama tawala tangu uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 na umoja wa Zanzibar mwaka 1964, kisha kuunda muungano wa Tanzania bara na Zanzibar mwaka 1977. Chama hicho kimekuwa miongoni mwa chama ama mwa vyama vinavyokaa madarakani kwa muda mrefu Afrika, na kwa muda mrefu kimekuwa chenye nguvu kisiasa, kiutendaji na kiusalama. Na katika miongo yote utawala wake, CCM imepata sifa za mafanikio ya maendeleo, pia ukosoaji kuhusu kiwango cha nafasi za kisiasa na ukandamizaji wa upinzani. Katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu, CCM na aliyekuwa rais wa mgombea wake Samia Suluhu Hassan waliibuka na ushindi wa takriban 97% ya kura, uchaguzi ambao umekuwa ukipingwa na upinzani, mashirika ya haki za binadamu na waangalizi wa kieneo kuhusu uzito wa uwazi wake. Ripoti za Human Rights Watch zinasema serikali ilizidisha ukandamizaji wa upinzani, vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza katika miezi ya kabla ya uchaguzi huo, na kupunguza nafasi ya mchakato wa kisiasa kuwa huru na wa haki. Hii ilifuatiwa na makundi ya kiraia na waangalizi wa kimataifa kupaza sauti juu ya ukandamizaji, ikitoa ombi kwa nchi wanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua dhidi ya hali hiyo ili kuzuia uharibifu zaidi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Ripoti mbalimbali za kikanda na kimataifa zinaeleza kwa kina baadhi ya matukio yaliyochangia msimamo mkali wa wanaharakati dhidi ya CCM. Ripoti ya Human Rights mwaka 2025 ilibainisha kwamba mamlaka ya Tanzania ilikandamiza vyombo vya upinzani, vyombo vya habari na kushindwa kuhakikisha tume huru ya uchaguzi inafanya kazi wazi bila upendeleo, jambo ambalo liliathiri uzingatiaji wa msingi wa uchaguzi huru na wa haki. Amnesty International vilevile ilitoa ripoti kwa ukandamizaji wa vurugu dhidi ya waandamanaji na waandishi wa habari kabla ya uchaguzi, pamoja na kufungwa kwa baadhi ya chaguzi za kisiasa kwa mujibu wa sheria zilizoonekana kuchangia haziba nafasi kuziba nafasi ya mazungumzo ya kisiasa. Uchunguzi wa haki za binadamu wa Human Rights Watch uliashiria kuwa kutokana na kukandamizwa kwa serikali dhidi ya upinzani na vuguvugu la kiraia, basi kulisababisha uharibifu wa imani ya umma kama taasisi za kisiasa, pamoja na ripoti za mateka bila kufikiwa na ukosefu wa uwazi wa mamlaka za polisi. Ripoti hizo zinatoa taswira mazingira ya kisiasa ambayo ni ya shinikizo kali, ukandamizwaji na changamoto kubwa kwa uhuru wa kisiasa.
lakini izungumzi mchango wao kama wa uhalifu wa kigaidi chini ya sheria za kimataifa, na ni jambo ambalo litawezekana tu kama litekelezwe kupitia mchakato wa kimahakama wenye ushahidi thabiti. Na madai ya ukandamizaji na unyanyaswaji wa haki za binadamu hayakuwa ya leo tu. Historia ya uchaguzi za Tanzania umeonyesha migogoro ya mara kwa mara kati ya serikali na upinzani. Ripoti ya Human Rights Watch kuhusu uchaguzi wa Zanzibar mwaka 2000 na mwaka 2015 zinaonyesha matumizi ya nguvu ya mateso dhidi ya wapinzani, na ni hatua ambazo zimekuwa zikipingwa na mashirika ya haki za binadamu kwa miongo mingi. Upinzani wa kisiasa na mashirika ya kiraia kwa ujumla umeonyesha wasiwasi kuhusu jinsi taasisi za umma zinazohusika na uchaguzi, uhuru wa vyombo vya habari na nafasi ya maoni ya umma vinavyoshindwa kutoa mazingira ya ushindani huru wa kisiasa. Zaidi ya hayo, baadhi ya waangalizi wa kisiasa na wanaharakati wa demokrasia wanatoa ushahidi wa ukandamizaji wa vurugu na mateso dhidi ya waandamanaji wa upinzani, na ni jambo linalochangia mapitio mapana ya mahusiano kati ya serikali na wananchi. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imekanusha mara kwa mara madai ya uhalifu wa kigaidi, ikisema kwamba hatua zake ni sehemu ya utekelezaji wa sheria ya nchi na kwamba shughuli zao huenda zikaonekana kama ngumu kuliko zilivyo kutokana na msukumo wa kudumisha utulivu wa umma na usalama wa taifa. Na katika muktadha wa kimataifa, kuitambulisha chama tawala kama shirika la kigaidi kunahitaji vigezo maalum chini ya sheria za kimataifa na kuwa na uamuzi wa mahakama kama mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC au mahakama zingine za kitaifa ambazo zina mamlaka ya kufanya uamuzi wa aina hiyo. Taifa au Umoja wa Mataifa unaweza kuweka vikwazo au kufunga shughuli za chama ikiwa itathibitishwa kwa kiwango cha juu kwamba chama hicho kinahusika katika vitendo vya kigaidi, na ni jambo ambalo bado halijafikiwa katika kadhia ya CCM. Je, madai dhidi ya CCM yanawajibika kwa vitendo vya ukandamizaji wa kisiasa na ukiukwaji wa haki? Uchunguzi wa kisiasa na wa haki za binadamu unaonyesha ushahidi wa ukandamizaji wa upinzani, unyanyasaji dhidi ya waandamanaji na hatimaye mazingira ya udhibiti wa kisiasa. Lakini kuifanya hii iwe uhalifu wa kigaidi kunahitaji uchunguzi wa kina chini ya misingi ya sheria, sio tu mashinikizo ya kisiasa. Mjadala kuhusu hadhi ya CCM unaguza masuala makubwa ya haki za binadamu, demokrasia, uwajibikaji na mamlaka za umma na maslahi ya kimataifa katika kudumisha utulivu na haki. Waandishi wa taarifa za kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wanasisitiza umuhimu wa kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki, kulinda uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia, kushughulikia madai ya ukandamizaji na kuvutia uwajibikaji kupitia mifumo ya sheria za kitaifa na kimataifa. Mahitaji ya uwazi, uwajibikaji na kulinda haki za kiraia ni msingi wa utawala bora na ni muhimu kwa usalama wa raia na utulivu wa kiafya wa kijamii nchini Tanzania. Migogoro isiyosuluhishwa si tu inakera ustawi wa kisiasa, bali pia ina athari kwa mahusiano ya kimataifa, uwekezaji wa imani ya raia katika taasisi zao za umma. Ndiyo hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse, ambapo tunakuletea taarifa hizi moja kwa moja jinsi zilivyo. Zidi kutusupport kwa kusubscribe na kulike. Vile share video hii ili tuweze kupata wafuasi wengi zaidi.